Rais William Ruto aingia mashakani baada ya kuomba msamaha nchi jirani ya Tanzania pamoja na Uganda. Ujambo na karibu. Seneta wa kaunti ya Kiambu Karungo Wathang'wa amemkosoa vikali Rais William Ruto kuhusu msamaha aliotoa kwa vijana wa kizazi cha Gen Z pamoja na mataifa jirani ya Tanzania na Uganda, akisema kuwa hatua hiyo haikuwa ya kweli wala ya kisheria. Wathang'wa ambaye ni mshirika wa karibu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alitoa taarifa hiyo mnamo Alhamisi Mei mwaka huu tarehe 29, akisisitiza kuwa rais anapaswa kuchukua hatua halisi badala ya kutoa kauli zisizoambatana na vitendo. Na katika taarifa yake, Wathang'wa alisema kuwa njia bora ya kutafuta msamaha kwa kutenda haki na kufuata sheria, huku akitaja kuwa serikali inapaswa kusitisha ushuru wa kupindukia, kuachana na matumizi ya vyombo vya dola kwa malengo ya kisiasa na kusikiliza sauti za wananchi. Kauli ya Rais Ruto ilitolewa wakati wa hafla ya kitaifa ya maombi iliyofanyika siku ya Jumatano Mei tarehe 28, ambapo aliomba radhi kwa vijana wa Gen Z na kile alichokitaja kuwa makosa yaliyopita. Aidha, alitumia jukwaa hilo kuomba radhi majirani wa Kenya na hasa Tanzania na Uganda, akisema kuwa Kenya inalenga kujenga mahusiano bora ya kikanda kwa ajili ya maendeleo ya pamoja. Hata hivyo, matamshi ya rais yamepokelewa kwa hisia mseto, huku wakosoaji wengi wakidai kuwa maneno aliyotumia hayakuwa ya kuonyesha majuto ya kweli. Watumiaji wengi mitandao ya kijamii walionyesha kutoridhishwa na matumizi ya maneno ya masharti kama vile "ikiwa tumekukosea". Walisema kuwa hayo yanafuata dhima ya makosa yaliyotokea. Msamaha wa Rais Ruto ulifuata wito uliotolewa na mgeni rasmi katika hafla hiyo, Ricky Bolden, ambaye ni mchezaji wa zamani wa ligi ya soka ya Marekani NFL. Bolden aliwataka viongozi wa Kenya kuomba msamaha kwa vijana wa Gen Z kutokana na madhila waliopita wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024, maandamano ambayo yalisababisha vifo na madai ya kutoweka kwa waandamanaji. Pamoja na shutuma dhidi ya maneno ya rais, Seneta Wathang'wa pia alimshutumu Rais Ruto kwa unafiki, akisema kuwa hawezi kuomba msamaha kwa vijana waliofariki wakati wa maandamano, lakini haonyeshi msamaha huo kwa watu walioko hai kama seneta mteule Gloria Orwoba. Wathang'wa alikosoa hatua ya chama cha UDA kinachoongozwa na Ruto kumfukuza Orwoba bila sababu ya msingi, akidai kuwa hiyo ni dalili ya ubaguzi na ukosefu wa dhamira ya kweli na ya maridhiano. Taarifa inakuja wakati ambapo Rais Ruto anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa vijana na wanaharakati mbalimbali wanaotaka mabadiliko halisi ya sera za serikali, hasa kuhusu ushuru, nafasi za ajira na heshima kwa haki za binadamu. Kauli ya Wathang'wa inajumuisha sauti ya sehemu ya viongozi wanaotilia shaka nia ya rais katika jitihada zake za kujaribu kuponya majeraha ya kisiasa na kijamii yanayotokana na maandamano ya hivi karibuni.